Royal Win, shinda magari ni mengi zaidi kwenye kasino ya mtandaoni nambari 1 Tanzania. Mzigo unaanza, anaonekana jamaa mmoja anashangaa kwa sababu alikuwa kipofu, lakini ghafla akajikuta anaona. Jamaa anaitwa Chaz, anamzuka sana kwa sababu kachoka giza. Mara yake ya mwisho kuona hakumbuki ilikuwa ni lini, lakini kumbukumbu zake zinamwambia alipata upofu kwa sababu ya ajali. Wakati yupo kwenye furaha, katikati akapata wazo, kwa sasa hii inabidi niifanye siri, nitajifanya kama bado sioni ili iwe kama surprise kwa Ivy na Anna, alafu nitawaambia baadaye ili nione reaction zao. Mwamba akarudi kwenye kochi, piga zake miwani yake fresh kabisa kama kawaida na fimbo yake, upofu unaendelea kama kawa. Ivy ni mpenzi wa mcheze, lakini Anna ni beki tatu. Mwamba anasikilizia. Anna akaingia, lakini alikuwa amechelewa sana kazini. Akamwambia, Mr. Chaz, nisamehe sana nimechelewa, ila kulikuwa na foreni ndio maana nimechelewa. Chaz akamwambia, usijali, naelewa, wewe fanya vitu vyako taratibu tu. Anna akasema, sawa bosi, basi acha nikakuandalie chakula. Chaz anacheka tu, wala hana shida, si anaona bana. Muda ule ule Ivy naye akaingia, ila hajaja peke yake, kaja na mwamba mwingine bisho kinoma. Ivy akamsalimia, hi baby. Chaz naye akaitikia, hi, mbona umerudi mapema sana? Leo nimepata off kidogo, ndio maana nimewahi kurudi. Chaz akamwambia, okay sawa, haina shida, ila akamuuliza, kuna mtu yoyote ambaye umekuja naye humu ndani? Ivy akashtuka, ila akajibu, ndiyo, huyu ni rafiki yangu wa kazini, anaitwa Mike. Mike huyu ni mpenzi wangu, anaitwa Chaz, alipata shida kidogo ya macho kwenye ajali. Chaz akamwambia Mike, nimefurahi sana kukufahamu, jisikie upo nyumbani kabisa, hapa ni nyumbani, wala usiwe na wasiwasi. Ivy akasema, Mike kuna kazi amekuja kunisaidia kufanya. Akamchukua Mike akampeleka chumbani, kuna jambo lao wenyewe wanaenda kusaidiana kufanya. Mwamba ana hasira kinoma, kavuta mdomo kichizi, ila hana namna kwa sababu bado anaamini kuwa yeye ni kipofu. Ikabidi aende mpaka mlangoni chumbani ili kusikiliza kinachoendelea. Akadondosha fimbo ili wajue kuwa kuna mtu mlangoni. Ivy alipokuja akamwambia, nimekosea njia, kuna mahali nilikuwa naenda ila nahisi nimekosea njia. Ivy akamfuata Anna, tukana sana, kwa nini umemwacha Charles anatembea peke yake na unajua ni kipofu? Anna akasema, nilienda kuchukua nguo hivyo sikujua kama atatoka. Wewe huwa ni mpumbavu kila siku. Kwanza amekula? No, bado hajala, ila chakula kipo tayari. Haya, fanya haraka mwekee chakula, alafu na mimi niletee chumbani kwangu chakula cha kutosha, mgeni wangu ashibe. Sasa Mike anatoka, anashikashika tu nyama za Ivy mbele ya Chaz. Ivy akamwambia Chaz, namtoa Mike ila nitarudi muda sio mrefu. Sasa hii siku Mwamba anatakiwa apelekwe hospitali, ila Ivy akamwambia Mwamba kuwa ana kikao muhimu sana, hivyo Anna ndio atampeleka hospitali. Chaz akasema, lakini Anna hawezi kuendesha gari. Ivy akasema, kwa umri alionao Anna hawezi kuendesha gari? Haya makubwa. Mwamba ikabidi afanye kesi iwe fupi, akamwambia, kuna dawa hapa zilibaki, nitatumia, we nenda tu kwenye kikao. Ila Chazi kuna muda anajisahau, hapa anasoma document na amesahau kuwa anaigiza kuwa ni kipofu. Ghafla Anna akaja akamuuliza Chazi, unafanya nini? Akamwambia, nilikuwa natafuta fimbo yangu. Anna akamletea, ila akamuuliza, na hizi dokumenti zimefikaje hapa? Akamwambia, hizo zimeletwa muda sio mrefu, hivyo sijui zimeandikwa nini ndani. Leo ni siku nyingine tena. Ivy kaja na Mike, ila Chaz akajifanya kama amelala. Wanacheka sana, mixa kutekenyana, alafu wakaenda chumbani, ila walipoondoka Mwamba akaamka kanuna vibaya sana, kuda deki zenu, alafu akaendelea kulala. Sasa huku Anna anadaiwa hela ya kodi. Mwenye nyumba mapema tu kaja kuchukua mapene yake, akamwambia, nataka hela yangu au wewe uondoke kwenye nyumba yangu. Anna akamwambia, samahani baba yangu, naomba unipe wiki moja tu, nitakuwa nimeshakulipa pesa yako tafadhali. Anna ikabidi amshirikishe mpenzi wake kuwa mwenye nyumba kaja kudai hela ya kodi, ila Mwamba akamwambia, usijali tutalipa. Anna akashangaa, tutalipaje wakati hauna kazi na mimi sina pesa? Tutalipaje hiyo pesa ya kodi? Mwamba akamwambia, sikia mpenzi, kuna kitu nafanyia kazi na ninahitaji kama 500,000 hivi kutoka kwako. Anna akamwambia, wewe una akili kweli? Yaani nazungumzia jinsi ya kupata hela ya kodi alafu unaniambia 500,000, nazipata wapi sasa hivi? Mwamba akamwambia, calm down baby, kuna kitu nakifanyia kazi
kazi, kinaweza kutusaidia mimi na wewe kwa pamoja tukapata pesa, lakini pia tukalipa kodi. Sikia sasa, ukinipa hiyo pesa mimi nitatengeneza odds 4 za uhakika. Hapo naizungumzia milioni 2 kama nikishinda. Sasa hauoni kama tunaweza kupata hela ya kodi? Hatuwezi kushindwa kulipa pesa kwenye hiki kibanda mpenzi wangu. Ana akafikiria, akampa mshikaji pesa, akampatia $500 kwa ajili ya odds 4 za uhakika. Mwamba akasepa. Huku Ivy kaja na mwamba mwingine tena, akamwambia Charles, kuna mtu nimekuja naye anaitwa Clinton, ni kazini wangu. Wakasalimiana. Ivy akasema Clinton ni mwanasheria na amekuja kwa ajili ya mkutano, so atakuwa hapa kwa muda mrefu kidogo. Mwamba akawa anajipigia tu huku Charles anachungulia ila hasemi. Huyu mwamba kuna muda alikuwa haelewi kabisa. Anakuja kugonga mlango ili Ivy atoke akajipigia wakati amelala na Charles. Leo Clinton anaaga kuwa anaondoka. Akamwambia Charles, asante sana kwa ukarimu wako, lakini pia asante kwa company. Alafu akamuonesha alama kuwa company kweli ilikuwa ni company. Ivy akamuaga Charles kuwa amepata safari ya kikazi, ila Charles akasema, unaniona hali yangu jinsi nilivyo alafu unasafiri kweli? Hii sio sawa. Ivy akamwambia, wiki moja tu mpenzi wangu tafadhali. Charles akalegea alafu akamruhusu Ivy asafiri. Lakini wakati Ivy hayupo, Ana kuna namna alikuwa anacheza mechi zake vizuri sana. Anamjali sana Charles, anampeleka mazoezini, anamfanyia vitu vingi sana. Leo Ana katoka sokoni, anamuona Ivy anatoka guest na mwanaume mwingine. Jamani, nilijua tu huyu hajasafiri, ila anamtesa sana Charles. Charles anahitaji mwanamke bora zaidi. Ukaribu wa Charles na Ana ukaongezeka sana, mambo yakawa mengi. Ana anajali kinoma, akaenda mbali zaidi. Ana akawa anafanya mpaka maombi. Ana wa moto balaa. Ivy leo amerudi, kitu cha kwanza kufanya ni kumuita Ana. Kaita sana, ila Ana kimya. Alipokuja tia sana matusi, wewe ni chizi eti, yani naita muda wote huo, ina maana ulikuwa haunisikii. Akaanza kumwambia Charles, baby, yani nimekuletea zawadi nyingi sana, utaenjoy, yani ni nyingi balaa. Charles akamwambia Ivy, inatosha. Akamwambia Ana alete bahasha, alafu akamwambia ampe Ivy. Yeye anajua ni surprise, ila akaambiwa afungue ndani. Alipofungua akakutana na picha ambazo zinamuonesha akiwa na wanaume tofauti tofauti. Akamgeukia Ana akamwambia kuwa yeye ndiye kafanya lile jambo. Charles akasema, Ivy, mimi ninaona haya mambo nimeyashuhudia muda mrefu sana na ninajua kila kitu kuhusu Clinton, kuhusu Mike na ujinga wote ambao ulikuwa unaufanya. Ninachokiomba kwa sasa, chukua kila kitu kilichokuwa chako alafu sepa. Ivy anajitetea, haamini kama ingekuwa vile. Charles hakutaka hata Ivy aondoke kwanza bila kupepesa macho. Pale pale akaanza kumtongoza Ana, tia vesi za kutosha. Ana anatoa tu macho, haelewi. Charles akachukua mabegi ya Ivy alafu akamtoa nje alafu akamfukuza. Ana leo amekuja kazini, lakini kama amepigwa hivi na aliyempiga ni yule mpenzi wake. Charles kuna namna kama aliumia sana na ile situation. Ana aliporudi nyumbani akapekua simu ya mpenzi wake na akamuuliza, Sandra ni nani? Anataka hela ya malezi ya mimba. Mwamba akashtuka alafu akamwambia, kwa nini unakagua simu yangu? Ana akasema, kwa kila kitu ambacho nimekufanyia bado unanicheat, nakupa pesa, unakaa kwangu, mbaya zaidi mpaka unanipiga, ila navumilia, alafu kumbe unanicheat. Sasa kitu pekee ambacho unatakiwa kukifanya kwa sasa hivi na kuomba, chukua kila kitu ambacho ni cha kwako, alafu naomba uondoke nyumbani kwangu. Huku Charles anapiga sana simu ila Ana hapokei. Ikabidi aende nyumbani kwake na mzigo unaisha. Charles anamwambia Ana kila kitu kipo sawa kwa sasa. Penzi jipya likaanzishwa kati ya Charles na Ana.